Habari yako mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, ndiye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia asema serikali itaendelea kuliimarisha shirika la uvuvi Tanzania TAFICO. Serikali kuendelea kubuni mbinu za kiteknolojia kukabiliana na malaria. Na katika habari za kimataifa, WHO yaidhinisha dawa ya malaria kwa watoto wachanga. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuimarisha shirika la uvuvi Tanzania TAFICO katika eneo la bahari kuu pamoja na kuziwezesha mamlaka za serikali kuendelea kulinda rasilimali za bahari ambazo zimetajwa kuvuliwa na kusafirishwa na meli za kutoka mataifa ya nje na hivyo kuikosesha nchi mapato. Goodluck Msola ameenda taarifa zaidi. Rais Daktari Samia amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa meli ya kwanza serikali kwa ajili ya uvuvi wa bahari kuu, ambapo amesema kwa sasa serikali imejipanga kuiboresha na kuongeza nguvu katika kuliimarisha shirika la uvuvi Tanzania TAFICO kwa kulipa nyenzo na miundombinu ya kisasa ikiwemo boti nyingine 2 za doria kwa ajili ya kulinda rasilimali za bahari hasa zilizopo eneo la bahari kuu ziweze kulinufaisha taifa. Tulichokizindua leo si chombo cha kuvulia samaki pekee, bali ni mpango mzima na mfumo unaounganisha uvuvi, uzalishaji viwandani pamoja na masoko. Ndicho tulichokizindua leo, na naomba safari hiyo ianze kwa kasi sana, Mheshimiwa Waziri na wote mlioko wizarani. Safari hiyo tuende nayo kwa kasi sana. Ni muhimu pia kutambua kuwa mafanikio ya sekta ya uvuvi hayategemei uwepo wa meli hii pekee. Serikali inaendelea kuwekeza katika sekta ya uvuvi kupitia ujenzi wa bandari za uvuvi kule Kilwa ambao umeshafika asilimia kama 90 lakini vile vile Bagamoyo. Tuna nia hiyo, tunakwenda kujenga bandari nyingine ya uvuvi kule Bagamoyo, na si bandari peke yake, pamoja na eneo huru la sekta ya uvuvi. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashir Wali Kakulwa amesema ununuzi wa meli hiyo ya kisasa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kuendeleza na kutumia rasilimali zilizopo baharini ujulikanao kama Tanslam, ambapo umetenga dola za Kimarekani milioni 117 ili kuongeza mapato yatokanayo na mazao ya bahari. Mheshimiwa Rais, uwekezaji wa miundombinu ya bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko ambayo sasa imefikia asilimia 97, na kwa kweli kipande kilichobaki ni cha kupima mitambo kabla haijazinduliwa, na sasa hivi punde umeanzisha mwendo wa kuifikia dhamira ya nchi yetu ya kunufaika na rasilimali za uvuvi wa bahari kuu ambayo kwa kipindi kirefu tumekuwa tukipambana kuifikia. Kwa jambo hili, Mheshimiwa Rais, napenda nikupongeze na kukushukuru tena kwa kutuwezesha kuifikia dhamira yetu ya kwenda bahari kuu. Katika hafla hiyo, viongozi mbalimbali wa serikali wameshiriki sanjari na wabunge, ambapo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulika na viwanda, mifugo, kilimo na uvuvi Deo Mwanyika ameeleza namna ambavyo ufufuaji wa shirika la TAFICO utakavyoleta tija, huku mbunge wa Kigamboni Halani Nyakisa Sanga naye akimshukuru Daktari Samia kwa uwekezaji na maendeleo ndani ya wilaya ya Kigamboni. Sisi tunakushukuru sana kwa sababu toka umeingia katika uongozi wako umewekeza katika barabara ukipitia TANROADS pamoja na TARURA. Tumepata mtandao wa barabara kilomita 41.5 ya Kibada Mwasonga junction ya Tundu Songani mpaka Kimbiji. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru sana kwa sababu umefungua ule ukanda, sasa hivi unaitwa ni industrial corridor. Lakini Mheshimiwa Rais, umetupa kilomita karibia 45 za mradi wa DMDP, takriban bilioni 68 ambazo umewekeza katika wilaya yetu ya Kigamboni. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru sana. Leo tunaendelea kukushukuru sana kwa sababu pamoja na changamoto ndogo ndogo tulizonazo, mimi pamoja na uongozi wa mkoa pamoja na halmashauri na viongozi wenzangu tunaendelea kuzitatua. Mimi naamini kabisa changamoto kama ya tozo pale darajani, najua iko katika hatua ya mchakato ambao unaendelea. Kwa hivyo siwezi kulizungumzia hapa kwa sababu bado halijaisha. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru sana kwa sababu unaendelea kuonyesha mapenzi
mema kabisa na wananchi wa Kigamboni. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha siku ya malaria duniani ambayo hufanyika Aprili 25 kila mwaka, serikali imesema itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kubuni njia za kisasa zinazoendana na maendeleo ya teknolojia ili kupunguza na hatimaye kutokomeza maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Tuungane zaidi na mwanahabari wetu Rachel Chacha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa utafiti, sera na ubunifu kutoka Wizara ya Afya Tumanieli Macha amesema licha ya juhudi kubwa ambazo zimefanyika, bado malaria inaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo nchini. Ameeleza kuwa ili kudhibiti ugonjwa huo ni muhimu kwa serikali kupitia Wizara ya Afya kuwahusisha watafiti ili kubuni mbinu bora, endelevu na zenye ufanisi zaidi katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Kwa sababu sayansi inakuwa duniani na hapa nchini, kwa sababu serikali imewekeza kwa wataalamu wa afya hapa nchini. Sasa tunaenda kwenye hii afua nyingine kubwa zaidi ya kisayansi, ambayo sasa hivi tuko kwenye level ya utafiti ya kuzalisha mbu ambao watakuwa na vinasaba ambavyo haviwezi kubeba maambukizi ya malaria. Sasa kwa kutekeleza afua hii, tutakapomaliza utafiti huu na kufanya majaribio katika maeneo ambayo yatapendekezwa na yatatolewa vibali, tutakuwa na uwezo sasa wa kutokomeza malaria kwa kiwango kikubwa sana. Tukichanganya sasa hizo intervention zote, tukitumia pamoja na hii, changamoto ya malaria itakuwa imepungua sana. Ukiangalia tafiti nyingi duniani zinasema pamoja na intervention nyingi ambazo zinafanyika sasa hivi, dunia inaelekea sasa kwenda kwenye intervention hii ambayo sisi kama Tanzania tumeanza kuifanyia study, utafiti, ili tuweze kuitekeleza hapa nchini. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya afya Ifakara, Dr. Honorati Masanja amesema taasisi hiyo inaendelea na tafiti za kisayansi kupitia maabara zake, ikiwa ni pamoja na juhudi za kuzalisha mbu wasioweza kueneza vimelea vya malaria, huku akibainisha kuwa majaribio ya awali yanatarajiwa kufanyika katika mikoa mbalimbali ikiwemo Kigoma ili kuthibitisha ufanisi wa teknolojia hiyo kabla ya kuanza kutumika kwa upana zaidi. Ripoti ya Shirika la Afya Duniani inaonyesha vifo vya malaria vimeongezeka, na Tanzania ni moja katika nchi 5 zinazochangia vifo vingi vya malaria. Kwa hiyo tunaamini tukichukua afua hii pamoja na afua zingine, tunaweza tukafikia malengo ya kutokomeza malaria kabisa. Utafiti wenyewe unahusiana na kubadilisha vinasaba vya mbu ili wasiweze kueneza malaria, na teknolojia yenyewe inaitwa Gene Drive. Bahati mbaya neno la Kiswahili bado halijapatikana, lakini linafanywa kazi rahisi kuelezea jamii. Naye mkurugenzi mwandamizi na mwakilishi wa taasisi ya viongozi wa nchi za Afrika katika kutokomeza malaria ALMA, Dr. Abraham Mzava, amesisitiza juu umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Amesema juhudi za pamoja ndio zitakazowezesha kupatikana kwa suluhisho la kudumu dhidi ya malaria barani Afrika na dunia kwa ujumla. Kubwa ambacho tumekifanya katika taasisi yetu ni kuanzisha mabaraza ya kutokomeza malaria katika nchi za Afrika. Bahati nzuri katika nchi yetu hapa Tanzania kuna baraza la kutokomeza malaria lililoanzishwa na Mheshimiwa Rais, lakini pia kule Zanzibar. Baraza hili lina wanachama wake au members wa hili baraza ni wanatoka katika taasisi mbalimbali. Moja kutoka serikalini kwenye public sector, lakini pia private sector, civil societies na wale viongozi wa dini. Nizungumzie kuhusu viongozi wa dini. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha malaria, lakini kutoa ujumbe unaohusu njia na namna ya kupambana na malaria katika nchi yetu. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa MSD Mavere Tukai amesema upatikanaji wa dawa muhimu nchini umefikia 80%, hivyo ikiwa ni jitihada za serikali zinazochochewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuleta mageuzi katika sekta ya afya. Josephine Kaponya ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dodoma baada ya kukutana na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari nchini kwa lengo la kuimarisha ushirikiano, kutoa ufafanuzi kuhusu upatikanaji wa dawa na vifaa tiba na kupokea maoni ya kuboresha huduma za ugavi, Tukai amesema kuwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita hali ya utimilifu wa dawa ilikuwa chini ya 40%. Lakini kwa ujumla ukiangalia tulipotoka miaka 5 tu iliyopita
hali ya utimilifu wa bidhaa za afya kwa wateja wetu imestiri kuwa chini ya 40%. Sasa tuko kwenye 80%. Kwa mnaona ile impact ya support ya serikali kwetu. Kuanzia jitihada za Mheshimiwa Rais mwenyewe kuboresha ile uwekezaji wa kwenye vituo vya afya, lakini jitihada za wizara pia kuhakikisha kwamba tunapata fungu la kununua dawa na kusambaza, lakini na usimamizi wa kusimamia sisi, lakini pia mabadiliko ya ndani ya taasisi yetu ambayo kama tulivyo kwenye seminar hapo tunazungumzia sana reforms. Aidha, ameeleza kuhusu jitihada za taasisi hiyo katika kupambana na hali ya sasa ya kidunia katika kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa dawa. Hii shughuli ambayo inaendelea Iran, kusema ukweli sisi tunaathirika kama ambavyo mafuta yameathirika, mbolea inaathirika, chakula kinaathirika, lakini kwa kwetu pia dawa, kwa sababu tunaagiza kwa 80%. Kwa makusudi kabisa taasisi yetu ikafanya tathmini, na pia tunapokea maombi ya wanaoleta bidhaa zetu kwamba bwana tutachelewa kuleta au tunapandisha bei. Kwa lengo letu sisi tulifanya kile kikao ni kuangalia kwanza kuwapa taarifa husika kwamba kuna hii inakuja, tujifunge mkanda, lakini cha pili tutakuwa pia na changamoto za vitu kama bei ambavyo bahati nzuri sana kwa kushirikiana na Wizara ya Afya tayari we are on top of it. Tumeshakaa kimkakati kuangalia namna ambavyo tutarescue mazingira hayo ili kuhakikisha kwamba athari zake hata kama zitakuwepo basi siwezi kaiangusha kabisa sekta yetu ya afya. Kwa naweza kusema kwamba niondoe wasiwasi kwenye upande huu. Scholastica Mazula ambaye ni mhariri mkuu kutoka EFM na TVE ni miongoni mwa washiriki wa semina hiyo, ameeleza kuwa kama mdau wa MSD anaona hatua kubwa zilizochukuliwa na serikali za kuboresha huduma za afya na kuipongeza MSD kupunguza malalamiko ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, huku mhariri wa gazeti la serikali la Habari Leo Mgaya Kingoba akieleza maboresho makubwa yaliyofanywa na serikali katika upatikanaji wa dawa kwenye vituo vya afya. Hatuwezi kumaliza matatizo yote ya upatikanaji wa dawa. Tunajua sisi Tanzania ni nchi maskini, ndio tunakwenda tunajikongoja tunakuwa. Lakini kwa hapa tulipofikia, MSD wamefanya kazi kubwa sana. Wamepunguza vifo vya kina mama na watoto, wakina mama wakati wa kujifungua, kwa maana wameongeza vitanda, wameongeza zile facilities zote ambazo mama anatakiwa kuwa nazo wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni swala ambalo tunatakiwa pia tuipongeze serikali kupitia Wizara ya Afya. Sisi sote ni mashahidi, huko nyuma kelele zilikuwa nyingi sana za upatikanaji wa dawa, lakini sasa hivi MSD wanapeleka dawa paka mwisho kwa mlaji kwenye vituo vya afya. Pengine labda tutie mkazo kwamba vituo vya afya vinapokuwa na mahitaji ya dawa basi vitumie muda wao mwingi kuhakikisha kwamba vinapeleka mahitaji kwa muda ule ambao wamekubaliana wao na MSD, ili kusiwepo na tatizo lolote la kwamba dawa hazipatikani katika vituo vya afya. Lakini pia kuna maboresho makubwa ambayo serikali imefanya hasa kwenye eneo pia la vifaa vya tiba. Nayo ni eneo ambalo vifaa vya tiba viko vingi. Kwa mujibu wa TUKAI, kutokana na uwekezaji mkubwa unaowekezwa na serikali mpaka ifikapo mwaka 2027, MSD itafikia 100% ya malengo ya miundombinu ya kuhifadhia na kutunza vifaa mpaka mwaka 2035. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Geita umeanza kunufaika na uzalishaji wa nguo za kisasa kupitia shirika la maendeleo la viwanda vidogo SIDO, ikiwa ni sehemu ya mkakati ya Watanzania kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali za ndani pamoja na kukuza soko la ndani. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Akizungumza wakati wa hafla uzinduzi wa sare za jukwaa la Geita Women Festival 2026 awamu ya 3, meneja wa SIDO mkoa wa Geita Nina Nchimbi amesema shirika hilo linaendelea kutoa mafunzo kwa wajasiriamali ili kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi sambamba na kuwatafutia masoko ya bidhaa zao. Sisi kama SIDO mkoa wa Geita tunatoa mafunzo mbalimbali ya kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kama mnavyoiona hii bidhaa yetu yenye ubora kabisa imetengenezwa kutoka SIDO Geita. Lakini mbali ya kutengeneza bidhaa kama hizi, tuna mafunzo ya utengenezaji wa sabuni, mafunzo ya usindikaji wa vyakula, lakini huduma zetu nyingine ambazo tunazitoa ni kwamba namna gani bidhaa zako ambazo tunakuwa tumekufundisha tunazipeleka sokoni. Kwa hiyo ni kwenye masoko na uwekezaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa jukwaa la Geita Women Festival Cecilia Miraji amesema mavazi yanayotengenezwa na vikundi vya wanawake wajasiriamali yana ubora wa hali ya juu kutokana na kuzingatia. Batiki hizi zimezalishwa kwa kiwango cha hali ya juu, lakini pia zimefanywa packaging kama mnavyoona, tofauti na batiki zingine zilizoko madukani. Yaani iko full package, inaweza kuwekeka na kukunjika kwa namna nzuri kabisa, yani OG kabisa. Hivyo basi, kama mnavyoziona batiki zetu, nadhani ni original, haitoi rangi.
Ni batiki nzuri sana, hata mkileta maji mfue sasa hivi muone haitoi rangi hata kidogo, haipauki. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa Geita Women Festival kwa kutambua thamani yangu na kuja kuzindua sare hii katika brandi yangu. Karibuni sana, sare nitazipata kwetu madesigner wote, lakini nikiongea kama mwakilishi wa madesigner wote Geita, tuko wengi, lakini nikiwa kama mwakilishi napenda kuwakaribisha kushona nguo, kudizainiwa nguo nzuri, lakini kubaruziwa. Hivyo basi, kupitia ubunifu wa mafunzo yanayotolewa na SIDO, wanawake wa Geita wanaendelea kuandika historia mpya ya mafanikio katika sekta ya viwanda vidogo na biashara za ndani. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kutokana na kuwepo kwa changamoto ya baadhi ya watoto wenye ualbino kushindwa kupata haki yao ya msingi ya kupata elimu katika halmashauri za Sengerema na Buchosa mkoani Mwanza, afisa elimu maalum mkoani humo ameliomba shirika la Action Aid kusaidia jamii hiyo kwa kushirikiana na serikali ili kuhakikisha watoto hao wanapata elimu. Taarifa zaidi na Emmanuel Meshak. Akizungumza mara baada ya hafla fupi ya kuhitimisha mradi wa Kesho Angavu kwa watoto wenye albino uliokuwa ukitekelezwa katika wilaya za Kwimba na Misungwi na shirika hilo, afisa elimu maalum mkoani humo Meshak Masanja amesema mradi huo umefanya vizuri katika kuwasaidia watoto wenye albino kwenye sekta ya elimu na afya. Hivyo ni vyema utakapoanza tena uangazie Buchosa na Sengerema. Ishara nzuri ya mradi huu katika mwaka wa kwanza ni ishara nzuri ya yenye kupelekea awamu nyingine, ikiwezekana ya pili, ambapo serikali kwa ujumla, mkoa wa Mwanza kwa ujumla, tunatamani sana kuona mradi ungesogea katika eneo letu la wilaya Sengerema na Buchosa, ambako kwanza kuna visiwa, lakini mbili, watu wanaoishi katika maeneo haya hasa watu wenye albino wana changamoto kubwa ambazo ukweli hazijafikiwa. Wengi wao wamekuwa wakiandikishwa shuleni, lakini kwa bahati mbaya, kutokana na uelewa hafifu wa jamii, kutokana na mazingira magumu ya kujifunzia ambayo bado hayajatengenezwa kikamilifu, tunaona ni vema mradi huu ungeweza kuwakaribia watu hawa, kuikaribia jamii hii, kukaribia mazingira ya wilaya hizi ambazo kwa kweli ziko pembezoni na bado ziko wazi kwa kuwahitaji wadau kama Action Aid. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha watu wenye albino mkoani Mwanza Tasi Masumbuko Malko ameeleza mafanikio makubwa walioyapata kupitia mradi huo, ikiwemo kutatua changamoto katika sekta ya afya, elimu na miundombinu ya chama hicho. Jina la mradi limeweza kusadifu matokeo ya huu mradi ulivyotekelezwa kwa hawa watoto wenye ualbino. Kwanza umeweza kuwanufaisha watoto wenyewe wenye ualbino, lakini pili umeweza kuwanufaisha wazazi wa watoto wenye ualbino ili kusudi waweze kuwatunza hawa watoto wenye ualbino bila kuwatelekeza. Lakini kwenye upande wa elimu, huu mradi pia umegusa kinagaubaga kuweza kuwapatia vifaa watoto ambao wanasoma shuleni. Vifaa hivyo vinaweza kuwasaidia watoto kusoma. Wamepatiwa tablets ambazo zinaweza kuwasaidia wenyewe kuweza kusoma masomo ya sayansi na kuweza kufanya vizuri kwenye masomo ya sayansi. Watoto wenyewe pia wamekuwa mashuhuda wazuri katika mradi huu kuweza kuelezea kwamba walikuwa wanashika nafasi za mbali, lakini sasa kupitia mradi huu toka wameanza kupatiwa vifaa hivyo na wameanza kupatiwa mafunzo ya kuchanganyikana wengine wanapokuwa wakijisomea darasani, lakini pia wamepatiwa vifaa vya kuweza kujifunza wenyewe. Hawa watoto wameweza kushika nafasi za karibu na nafasi nzuri ambazo zinaongoza sasa darasani. Kwa haya ni matokeo mazuri yanayowatengenezea kesho yao angavu kwa hao watoto wanaosoma shuleni. Akizungumzia mambo mbalimbali yaliyotekelezwa na mradi huo kwa muda wa mwaka mmoja, mchagizi kutoka shirika la Action Aid Yusufu Mbwambo amesema mradi umefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuwasaidia watu wenye albino katika nyanja tofauti, ikiwemo kuwawezesha kiuchumi, ambapo kwa sasa mradi huo umefikia mwisho. Mradi huu kwa kweli umefanikiwa kweli kuweza kutoa vifaa saidizi, na kwa mujibu wa ripoti ambazo leo tumezisikia kutoka kwa maafisa elimu maalum sasa pale Mitindo,
tumeambiwa kumekuwa na ongezeko la ufaulu, na kwa mwaka jana ni takriban watoto 15 wameweza kuongezeka kwa idadi ambayo walikuwa wakifanya vizuri kufaulu elimu msingi. Kwa kwetu sisi hayo tayari ni mafanikio, lakini sanjari na hilo tumeona watu wa huduma wakiwa watu wa huduma sasa hizi kwa kufahamu changamoto za watu wenye albino, kwa sababu kabla tujaanza kutekeleza mradi kwenye ubainishaji wetu tulibaini huduma si rafiki kwenye ngazi za zahanati na hospitali huko chini, na sababu kubwa sana ilikopo ni watu wa huduma kuwa na mitazamo hasi, kutofahamu namna gani bora ya kuhudumia watu wenye albino. Kwa hiyo tumeona miongoni mwa mafanikio makubwa sana ya mradi ni huduma kuboreka, na mmesikia leo hapa kutoka kwa watoto wenyewe, mmesikia kutoka kwa watu wenye albino, mmesikia kutoka kwa maafisa ustawi. Naye mmoja wa wanufaika wa mradi Helen Ngilo amelishukuru shirika la Action Aid kwa kuwasaidia mambo mbalimbali, huku kiliomba kuendelea kuwashika mkono pindi watakapoanzisha mradi mwingine. Tunashukuru Action Aid. Tunawaomba wewe na moyo huu wasikate tamaa kwa ajili yetu. Hata hapa tulipohitimu watakwenda kuweka vikao vyao wakaibue tena mradi mwingine kama mradi wa ujasiriamali, ili wazazi na vijana wenye albino waweze kupambana na kujikimu wenyewe na sio kumtegemea mtu. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Afya Ifakara IHI ambayo kwa sasa inasherehekea miaka 70 ya uwepo wake na inayoongozwa katika kutafuta suluhu za kudumu za ugonjwa wa malaria nchini imechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa kiasi maambukizo hayo nchini na barani Afrika. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya anayo taarifa zaidi. Takwimu zinaeleza kuwa katika kipindi cha mwaka 2020 nchini Tanzania kulikuwa na jumla ya mikoa 7 ambayo ilikuwa katika makundi ya maambukizi ya magonjwa ya malaria, lakini mpaka kufikia mwaka 2024 ilikuwa imebaki mikoa 2 ambayo ni ya kusini mwa Tanzania. Hali hiyo inaonyesha kuwa kuna juhudi kubwa ambazo zinafanyika katika kutokomeza ugonjwa huo. Profesa Nico Govera, mtafiti mwandamizi kutoka taasisi ya Afya ya Ifakara, ambaye amemwakilisha mkurugenzi wa taasisi hiyo katika kuelekea siku ya maadhimisho ya Malaria Forum ambayo hufanyika kila mwaka ikijumuisha wadau mbalimbali kutoka taasisi za umma na binafsi, anasema kuwa mpaka sasa taasisi hiyo imepiga hatua kubwa katika kupambana na hali ya malaria nchini. Lakini tunachoshukuru sasa, na kupitia pia taasisi ya Ifakara tumeweza kuja na kugundua pia viuatilifu mbadala ambavyo majaribio yamefanyika, na sasa ile nayo imeweza kudhibitishwa na Shirika la Afya Duniani, na kwa sasa tokea miaka 2 kama sio 3 iliyopita hapa nchini, hivi vyandarua vipya ambavyo vina uwezo wa kukabiliana na mbu hawa ambao ni sugu vimeanza kusambazwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa upande wake Dr. Basiliana Emili, mtafiti mwanasayansi na meneja wa kituo cha utafiti cha magonjwa ya binadamu mkoani Dodoma NIMRI, anaeleza jinsi ambavyo taasisi hiyo imesaidia jamii katika mikoa ambayo inaongoza kwa magonjwa ya malaria, na hususan katika maeneo ambayo kiwango cha malaria ni kikubwa kama mikoa ya Tabora, Katavi na ile mikoa ya kusini ambacho kiwango cha malaria ni kikubwa sana. Taasisi hii imefanya tafiti katika majaribio ya kitabibu yanajulikana kama clinical trials kwenye matumizi ya vyandarua, kuangalia usugu wa viuatilifu kwa mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria, na pia kuangalia mabaki ya malaria au malaria residue pamoja na tabia za mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Naye Dr. Ali Orotu, mtafiti wa sayansi kutoka taasisi hiyo, anaeleza changamoto zinazojitokeza katika muda wa utafiti. Kuna changamoto ndogo ndogo, kwa mfano changamoto hasa katika swala la utafiti, kupunguza ule muda wa kupata tunaita approve au vibali vya kufanya utafiti. Kwa nadhani hii ni sehemu ambayo kama serikali inaweza kutusaidia kuona jinsi gani inapunguza huu muda na kufanya kwamba utafiti unakuwa rahisi na unaweza kufanya kwa haraka, kwa sababu utafiti sasa hivi pia ni mojawapo ya
kila nchi inataka kufanya utafiti, sio? Utafiti ni, mimi nadhani ni nyenzo pia ya maendeleo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeahidi kuendelea kuiwezesha Taasisi ya Afya ya Ifakara na vituo vingine vya utafiti ili Tanzania ifikie lengo la kuwa nchi isiyo na malaria ifikapo mwaka 2030. Kama ilivyo kwenye Dira ya Taifa ya Afya, Ifakara inabaki kuwa mfano wa jinsi sayansi, ushirikishwaji wa jamii na dhamira ya kisiasa vinavyoweza kuungana kupambana na maradhi yaliyokuwa yakichukua maisha ya maelfu ya Watanzania kila mwaka. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Watanzania pamoja na mashirika mbalimbali nchini wameombwa kujitokeza kusaidia ujenzi wa bweni la wasichana, ukarabati wa miundombinu na ununuzi wa gari kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu iliyopo manispaa Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo ununuzi huo wa gari unatarajiwa kusaidia wanafunzi hao kupata usafiri wa haraka wanapohitaji huduma za matibabu. Tuungane na Rachel Chacha kwa taarifa zaidi. Ombi hilo limetolewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa manispaa ya Temeke, Veronica Igoko, wakati wa hafla fupi ya kuchangia ununuzi wa gari na ujenzi wa bweni hilo iliyofanyika katika shule hiyo, ambapo amesema mahitaji hayo ni muhimu katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na ustawi wa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tunahitaji msaada wa pekee katika hii shule, tuupate kutoka wadau wengine ambao watatusaidia katika mahitaji ya hii shule, wapate facilities ambazo wanahitajika. Kwa hiyo utaangalia kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kwamba serikali inaendesha pamoja na Jeshi la Wokovu, uwezo wetu unakuwa ni mdogo, kwa sababu ukiangalia wana uhitaji wa kuwa na gari ambalo liwatoe hapa shuleni kwenda Moi kama mtangulizi alivyosema, kwenda sehemu mbalimbali kujifunza, kwa sababu wanahitaji kujifunza kama watoto wengine. Halafu utaona kwamba kuna uhitaji wa bweni la watoto wa kike ambalo kwa sisi halmashauri, kulingana na mizigo tulionayo, tunashindwa kuwasaidia vitu vyote ambavyo wanahitaji. Kwa hiyo tumeona ni jambo la msingi siku ya leo kuwa ni ya matumaini kwetu kwamba tukiita watu mbalimbali hapa wataweza kutusaidia tupate gari ambalo wanafunzi wetu litawasaidia kuwapeleka kupata matibabu na hata kwenda kuangalia stadi za maisha sehemu mbalimbali na kubadilishana uzoefu. Katika hafla hiyo, balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Marian Young, amesisitiza juu ya umuhimu wa ushirikiano kati ya wadau mbalimbali katika kuimarisha sekta ya elimu jumuishi, huku mkuu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu akielezea changamoto zinazowakabili wanafunzi hao na kuomba msaada zaidi ili kuhakikisha wanapata huduma bora na fursa sawa za elimu. Today, Matumaini School supports hundreds of pupils, many from families with extremely limited means. And for these children, the school is far more than just a place to study. It's a place of safety, dignity, and belonging. Leo, shule ya Matumaini inatoa huduma kwa watoto mamia, wengi wakiwa wametoka kwenye familia ambazo wakati mwingine zinakosa namna. Na kwa namna hii watoto hawa, Matumaini kwao imekuwa ni zaidi ya shule. Ni sehemu ya usalama, sehemu ya utu na sehemu ambayo ni makazi yao. But across Tanzania, children with disabilities continue to be amongst the most excluded from education. Lakini maeneo mengi Tanzania, watoto wenye ulemavu wameendelea kuwa ni watu ambao wanatengwa kupata elimu. To address this challenge, the UK has supported the Shule Bora Quality Education Programme, implemented through government systems to work to help disadvantaged regions to strengthen Tanzania's education system and make it more inclusive. Na katika kueleza changamoto hii, UK imekuwa ikisupport kupitia kitu ambacho kinaitwa Shule Bora, ambapo wamekuwa wakiandaa program tofauti kwa ajili ya kufanya kazi na serikali, kufanya kazi katika maeneo mengi ya kitaifa ambayo yamekuwa hayapati fursa ya kuimarisha elimu, na kwa namna hii kuendelea kuimarisha elimu ya jumuishi kwa watoto. Lakini shule yetu kwa vile inapokea wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania, nafasi yetu ni ndogo sana kama shule ya msingi Jeshi la Wokovu, hasa upande wa mabweni. Tunao uhaba wa bweni la wasichana. Shule inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga kati ya wanafunzi 120
hadi 150, lakini shule ina uwezo wa kupokea wanafunzi kati ya wanafunzi 25 hadi 30. Kwa hiyo sisi kama Jeshi la Wokovu, kwanza tunaishukuru serikali kwa kujali, kwa kutoa huduma, kwa kushirikiana na Jeshi la Wokovu. Lakini leo tunawaomba wadau mbalimbali ambao mmefika mahali hapa, tukimshukuru mgeni wetu mwalikwa ambaye ni mgeni rasmi, balozi wa Uingereza nchini Tanzania, pamoja na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo lengo letu ni hilo, kwamba tupate gari la wanafunzi, basi pia tuweze kujenga bweni la wasichana. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Imeeleza kuwa zaidi ya 90% ya mamalishe na babalishe waliopo jijini Dar es Salaam bado wanatumia nishati chafu ya kupikia, ikiwemo kuni na mkaa, hali ambayo inahatarisha afya pamoja na kuongeza gharama za biashara wanazofanya. Budula Kimsola ameenda taarifa zaidi. Hayo yamesemwa katika kongamano la mamalishe na babalishe season 3, ambapo akizungumza katika kongamano hilo mbunge wa viti maalum na mwenyekiti wa bunge vijana katika bunge la Tanzania Zainabu Abdalla Isa amesema inahitajika nguvu zaidi katika kuwezesha makundi ya mamalishe na babalishe wa Dar es Salaam, hasa kwa upande wa mitaji pamoja na mafunzo, ili kundi hilo liachane na matumizi ya nishati chafu ya kupikia. Mimi wakati niko Muheza pale mwaka jana niliweza kugawa majiko 5,500 kwa kina mama wa Muheza. Kwa hiyo tutashirikiana kuratibu jambo hili kwa ukubwa wake, ili tuweze kuwasaidia kina mama wengi waweze kutumia nishati safi ya kupikia, ili iwasaidie kwanza kuokoa muda wakati wa kupika, lakini kuondolea adha ya kwenda kutafuta kuni na mkaa badala ya kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa mimi kupitia jukwaa hili nataka niwaahidi mamalishe kwamba tutakuwa pamoja. Tutashirikiana nanyi bega kwa bega kuhakikisha nyinyi ndio mnakuwa kielelezo cha wanawake. Mimi naamini kuna kina mama humu wametelekezwa, wengine wamepata changamoto kwenye ndoa zao, wengine wanalea watoto wao wenyewe, wanapambana kufa na kupona, lakini wengine wana mzigo mkubwa wa ndugu jamaa wanaowategemea ili maisha yaweze kwenda. Sisi tunaamini tukiwasaidia nyinyi mtawasaidia wengine, na sisi Mwenyezi Mungu atatupa fungu letu. Kwa upande wake mkurugenzi wa TCRF Sara Ngoma, akiwa ni mwandaji wa kongamano hilo, pamoja na Bi Jemina Masimba kutoka kampuni ya simu za mkononi ya Airtel Tanzania, wamesema dhamira ya kongamano hilo ni kuwaleta pamoja mamalishe na babalishe sanjani na kuwezesha mitaji, ambapo kwa siku ya Jumamosi wametoa mitaji kwa kina mamalishe na babalishe wapatao 53 ili kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuinua kiuchumi makundi mbalimbali. Tanzania Communities Rights Foundation ni taasisi ya vijana inayojikita katika uwezeshaji wa uchumi katika kilimo endelevu, nishati safi pamoja na mazingira. Safari ya mamalishe na mabadiliko yake. Kupitia mamalishe gala tumeanza kuwasaidia wanawake 34 ambao ni kikundi chetu cha kwanza, kile cha Mucha Katari, ambao naona tu dada Swaya alisahau kusema Mucha Katari pia ni wanufaika wa mikopo ile ya Mheshimiwa Rais. Yaani tuko na madoli, wana madoli 60 pale. Kwa hiyo kupitia sisi tunafurahi kwamba walikuwa wanufaika kupitia mikopo hiyo. Namshukuru Sara na kampuni ya TCRF kwa kuja kwetu Airtel na kutuambia hii nia yake nzuri tu ya kuweza kuwawezesha mamalishe wa kishua. Airtel katika mfuko wetu wa kurudisha kwa jamii tuliona ni muhimu sana kuweza kuungana na Sara, lakini vile vile kuweza kuongozana au kushikilia sera ya serikali katika kuwezesha wanawake, lakini sana sana kidijitali. Nikikumbuka kwamba hapa dada aliongea mara ya mwisho aliongea kuhusu mamalishe wa kishua. Sidhani kama mnaweza kuwa mamalishe wa kishua kama hamtumii dijitali. Naye mwakilishi wa umoja wa kampuni za gesi za majumbani LPG Haruna Msigwa pamoja na baadhi ya mamalishe wakizungumza katika kongamano hilo wametaja sababu ya wao kutumia nishati chafu ya kupikia ikiwemo kuni na mkaa kuwa ni pamoja na kukosa uelewa, huku mamalishe wakizungumzia namna ambavyo kongamano hilo
imeweza kuwasaidia kupiga hatua. Kwenye gharama sasa, kwa wale ambao walikuwa wanatumia gesi, wale 58 tuliona kwa siku wanatumia kama wastani shilingi 3,400, lakini mkaa kwa lile kundi lote ambalo linatumia mkaa ilikuwa ni wastani wa shilingi 7,000. Kwa hiyo unaweza kaangalia hapo sasa ni swala la kupiga hesabu. Unanunua mkaa tuchukulie kiwango cha chini, mamalisha anatumia shilingi 5,000 kila siku kununua mkaa. Maana yake kwa mwezi huu anafanya kazi siku 26. Kwa mwezi huu anatumia shilingi ngapi? Anatumia 130,000 kununua mkaa. Lakini angenunua ule mtungi wa gesi wa kilo 15 ambao unauza shilingi 54,000 au 55,000, ni wastani wa 100,000. Hapo unapika kwa wakati, kutunza afya yako, mti haujakatwa. Tunatumia kuni, tunateseka mvua, tukitaka kupata tunakuta mkaa umeloana, lakini tulipopata nishati safi kwa kweli tumefika mbali sana kupitia mitungi hiyo ya gesi. Ana tilipu ya kwanza tukaamshwa, tukaitwa, tukapewa gesi. Tunashukuru kwa hilo. Tilipu ya pili tukawezeshwa chakula. Na hii tilipu ya tatu tunakuja tena tuna kwa ajili yake. Tunajua tumekuja hapa kwa uwezo wake wa kutuhamasisha mpaka tumefikia hapa. Pia tunashukuru kwa kutuhamasisha mpaka sasa hivi. Kwanza mimi ni mjane, nimefikia kwamba mpaka katika mamalishe yetu nikajiwezesha mpaka nikajenga chumba changu kimoja katika eneo langu na namsomesha mwanangu ambaye asiyekuwa na baba sasa hivi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, wananchi wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wameungana kufanya usafi wa pamoja katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni njia ya kuwaenzi wa waasisi wa muungano kwa vitendo. Tuungane na Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma. Zoezi hili limeongozwa na mkuu wa wilaya ya Songea Wirimani Kapenja Mandile, ambapo akizungumza na wananchi mara baada ya zoezi kukamilika, amewahimiza kujenga utamaduni wa kufanya usafi mara kwa mara katika mazingira yao ili kulinda afya na ustawi wa jamii. Amesema kuwa usafi wa mazingira si jukumu la serikali pekee bali ni jukumu la kila mwananchi, akionya kuwa uzembe katika swala hilo unaweza kusababisha milipuko ya magonjwa. Usafi unapaswa kuwa endelevu. Tunaposema Tanzania ina umri wa miaka 62 baada ya kuungana na Wazanzibari na watu wa Tanganyika, kwa hiyo na maendeleo nayo lazima yafanane na miaka 62. Kwa ni waombe kwenye mitaa yetu, kwenye masoko yetu tuweke mkazo usafi. Kwa hiyo serikali yenu inafanya mambo mengi na ninyi mjitume. Kwa hizi ni shamla, usafi huu ni shamla kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Katika hatua nyingine, Kapenja Mandile ameipongeza serikali kwa juhudi zake za kuwaletea maendeleo wananchi katika kipindi cha miaka 62 ya muungano. Amesema kuwa ndani ya zaidi ya miongo 6 mkoa wa Ruvuma umepata maendeleo katika sekta mbalimbali, hali iliyochangia kuboresha maisha ya mwananchi mmoja mmoja pamoja na kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Ukienda vijijini, katika vijiji 554 wilaya na mkoa wa Ruvuma, yote umeme umeshaingia hivi sasa tayari. Sasa manake nini? Manake nchi imepiga maendeleo. Huko nyuma hakuna kijiji kilikuwa na umeme huko Ruvuma. Leo vijiji vyote vina umeme ndani ya miaka 62 ya muungano. Manake ni maendeleo tumepiga. Sasa maendeleo hayo, huko nyuma vile vile mlikuwa mnapata gunia 7, umepata sana gunia 8 za mahindi kwa ekari moja. Leo Songea wakulima tunapata magunia kuanzia 25 mpaka 32 kwa eka moja. Nao wananchi walioshiriki katika zoezi hilo wameipongeza serikali ya wilaya kwa wazo la usafi wa pamoja kama sehemu ya kuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibari. Wameomba kuwepo na utaratibu endelevu katika kufanya usafi wa mara kwa mara pamoja na kuhamasisha ushiriki mpana wa wananchi katika shughuli hiyo. Kama unavyoona wamefanya kazi toka saa 12
na mpaka saa hizi maeneo mengi yamekuwa masafi, na tunatamani shughuli hizi za usafi ziwe endelevu. Kila mwananchi awajibike kwenye maeneo yake. Na tuwaombe viongozi, unajua wananchi saizi wamejisahau sana pilika za kutafuta maisha, na tunasahau kuweka mazingira yetu yakiwa safi. Tuwaombe viongozi waendelee kuwakumbusha wananchi. Kama leo hii wanasema tupo kwenye maadhimisho ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, WHO yaidhinisha dawa ya malaria kwa watoto wachanga.